Kongamano ambalo limepigiwa kura na makardinali wa kanisa Katoliki kumchagua papa mpya limeanza vikao tarehe 7 Mei, vikao vya faragha vitakavyofanyika katika kanisa la Sistine na makardinali 135 wanaruhusiwa kuhudhuria. Haijulikani itachukua muda gani kumchagua papa, lakini mikutano miwili ya awali iliyofanyika mwaka 2005 na mwaka 2013 ilidumu kwa siku 2 pekee. Papa Francis alifariki Aprili 21 akiwa na umri wa miaka 88. Mazishi yake yalifanyika Jumamosi ya Aprili 26. Msemaji wa Vatican Matteo Bruni alisema tarehe 7 Mei makardinali watashiriki ibada ya misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, ambapo wapiga kura watakusanyika katika kanisa la Sistine kwa ajili ya vikao. Wakiwa ndani ya kanisa la Sistine, makardinali hawatakiwi kuwasiliana na ulimwengu wa nje hadi papa mpya atakapochaguliwa. Kuna duru moja tu ya upigaji kura siku ya kwanza katika majira ya alasiri. Kuanzia siku ya pili na kuendelea, makardinali hupiga kura mara 2 kila asubuhi na mara 2 kila alasiri katika kanisa. Ili kuchaguliwa kwa papa, mgombea lazima apate 2/3 ya kura za wapiga kura makardinali. Wakati wa kupiga kura, kila mpiga kura huandika jina la mgombea anayempendelea kwenye karatasi ya kura chini ya maneno "Ninamchagua papa mkuu". Ili kuhifadhi usiri wa kura, makardinali huagizwa kutotumia mwandiko wa kawaida iwapo hakuna kura ya uamuzi kufikia mwisho wa siku ya pili. Siku ya tatu inatolewa kwa sala na kutafakari bila kura yoyote kufanyika. Upigaji kura unaendelea kama kawaida baada ya siku hiyo. Mchakato wote unaweza kuchukua siku kadhaa au hata wiki. Mara 2 kwa siku kura huchomwa na watu walio nje ya Vatican huona moshi ukitoka nje kwenye bomba la kanisa la Sistine. Wino mweusi au mweupe huwekwa kwenye kura. Moshi mweusi unamaanisha kura bado haijaamua. Moshi mweupe unaonyesha papa amepatikana. Makardinali watapigia kura wagombea hadi jina moja litokee, huku 80% ya makardinali wakiteuliwa na Papa Francis. Hii ni mara yao ya kwanza kumchagua papa na watafanya hivyo kwa mtazamo mpana wa kimataifa. Kwa mara ya kwanza katika historia, chini ya nusu ya makardinali wapiga kura ndio wanatokea Ulaya. Brazili ina wawakilishi 7 katika kundi hili. Makardinali kutoka Afrika ni vigumu kutabiri nani atakuwa papa. Kuna majina mengi yanayopendekezwa kutoka bara la Afrika. Kuna majina 3 ambayo yako katika orodha. Miongoni mwa makardinali wanaotajwa ni Kardinali Fridolin Ambongo Besengo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kardinali Robert Sarah kutokea Guinea na Kardinali Peter Turkson kutokea Ghana. Besengo ni askofu mkuu wa Kinshasa, aliteuliwa na Francis mwaka 2019. Kwa sasa ana umri wa miaka 65. Anaweza kutazamwa kama mdogo sana kuwa papa. Kwa kawaida makardinali hawapendi kumchagua mtu mwenye umri mdogo kwa sababu inaweza kuwa na athari ya muda mrefu kwenye siasa na kanisa. Akiwa askofu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Besengo alisimama kumkosoa Rais Joseph Kabila baada ya juhudi zake za kupeleka mbele uchaguzi, jambo ambalo linaashiria nia yake ya kukosoa viongozi wa kiimla. Anapinga sana mapenzi ya jinsia moja. Wakati Francis alipotoa ruhusa ya baraza kwa watu wa mapenzi ya jinsia moja, Besengo alitoa kauli ya kupinga waziwazi, akisema pamoja na baadhi ya makardinali wengine hakutakuwa na baraka kwa wapenzi wa jinsia moja barani Afrika. Robert Sarah kutokea Guinea. Kardinali Robert Sarah kutokea Guinea ana vigezo vya kuchaguliwa kuwa papa. Yeye ni muafidhina katika kanisa. Aliteuliwa akiwa na umri wa miaka 34 kama askofu wa Conakry. Mwanatheolojia huyo mwenye umri wa miaka 79 alikumbwa na utata Januari mwaka 2020 kwa kitabu cha From the Depths of Our Hearts alichodai kimeandikwa na Sarah na Papa Benedict wa 16. Tatizo lilikuwa Papa Benedict wa 16 hakubaliki kwamba aliandika kitabu hicho na jina lake likaondolewa wakati wa uchapishaji. Peter Kodo Apia Turkson kutokea Ghana. Kardinali Peter Turkson mwenye umri wa miaka 76, askofu mkuu wa Cape Coast nchini Ghana, pia anakidhi kuwa papa. Aliteuliwa kuwa kardinali na Papa John Paul wa pili mwaka 2003. Turkson ni
kansela wa chuo cha upapa na sayansi ya jamii, alitetea uamuzi wa Francis wa kubariki watu wa mapenzi ya jinsia moja tofauti na makasisi wengi barani Afrika, na hataki mapenzi ya jinsia moja yaharamishwe. Hilo linamweka katika msuguano na maaskofu wa Ghana na taasisi za kisiasa za Ghana, ambapo ni haramu kujitambulisha kama mtu wa LGBTQ. Turkson pia amekuwa mstari wa mbele kuzungumzia mabadiliko ya tabia nchi na mazingira. Anthea Buta, profesa wa masomo ya dini na masomo ya Afrika katika chuo kikuu cha Pennsylvania, Marekani, amesema chochote kinaweza kutokea, lakini usifikirie chochote. Hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Langu jina ni David Edward. Uwe na siku njema.